Mtazamaji, siku hii ya leo Rais William Samoei Ruto ameendelea na ziara yake hapa jijini Nairobi. Hii ni siku ya tatu William Ruto akiwa hapa jijini Nairobi kwa ziara yake rasmi, na kuna mambo mengi ambayo yameweza kujitokeza siku hii ya leo, ndio nataka tuzungumzie kwenye hii video, kwa sababu kama kawaida unajua kwamba mahali ambapo William Ruto anaenda na msafara wake lazima kuna mambo yatatokea. Kama jana tuliona kuna watu ambao walikuwa wanapora watu wakati msafara wa rais unapita. Kuna watu ambao walikuwa wanajitokeza kwa hiyo sehemu ambayo Ruto alikuwa, alafu wanaanza kupora watu. Na siku hii ya leo kuna mambo mengi sana ambayo yameweza kutokea, ndio nataka tuweze kuyazungumzia kwenye hii video mtazamaji wangu, ni kuonesha vile mambo yameweza kufanyika siku hii ya leo hapa upande wa Dagoretti, kwa sababu ndio mahali ambapo William Samoei Ruto yupo. Kabla sijakufahamisha zaidi ama sijakuchezea hizo video mtazamaji wangu, na kuomba kidogo tu kwa hisani ya Agitan Daily Politics utazame. Niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hii challenge ya 100 kumsaidia Gladys. Gladys ni mama wa watoto wawili na anatokea upande wa Mtito wa Ndei, kaunti ya Makueni, na ana shida ya kanza ya matiti. Amekuwa akinisumbua sana baada ya kuona kwamba tulimsaidia Jane mpaka akaweza kupona kabisa. Amekuwa akinisumbua sana akiniambia kwamba tuweze kumsaidia kuweza kumlipia bili yake ya shilingi 1225. Ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakifuatilia hii channel na aliona vile tumemsaidia Jane mpaka akaweza kutoka hospitali. Nadhani kwamba kama wewe ni mfuatiliaji wa Agitan Daily Politics, uliona vile tulimsaidia Jane mara ya kwanza pamoja na mara ya pili, na last 2 weeks alikuwa hapa kwenye hii channel. Naamini kwamba mlimuona akizungumza kabisa na kushukuru watu wote ambao walimsaidia kuweza kupona. So Gladys akawa ananisumbua kwamba tuweze kumsaidia kulipa hiyo bili ya shilingi 1225, na nikamwambia kwamba nitaongea na team Agitan Daily Politics kwa sababu ni mwaka mpya, hatujawahi fanya challenge kutoka mwaka uanze, lakini pia tunasherehekea kwa sababu tumefika subscribers 1100. Kwa hivyo wakati tunasherehekea kupata subscribers 1100, team Agitan Daily Politics tumsaidie Gladys ili aweze kutoka hospitalini. Nilikwambia kwamba hata tukisaidia watu wawili watatu kwa mwaka tutakuwa tumefanya kazi kubwa sana kama team Agitan Daily Politics, na niwaombe team Agitan Daily Politics vile tumekuwa tukifanya challenge tufanye ya 100, 1000, 1500. Kile unaweza ukapata timu yetu ambayo iko upande wa Marekani, timu yetu ambayo iko upande wa Qatar, Japan, Germany, India, popote ambapo unaendelea kututazama, na waomba tu muweze kuchangia kwa chochote kile, na Mwenyezi Mungu atazidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. Niwashukuru wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge. Hii challenge ni ya ile channel yetu kubwa ya Agitan Daily Politics, lakini pia nikashirikisha pamoja na hii channel ya Agitan Media Kenya, kwa sababu zote ni channel moja. Kwa hivyo kwa wale wote ambao wanaendelea kujitokeza kufanya hiyo challenge, Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki tena zaidi, lakini pia na kuongezea tena zaidi. Kabla sijaribu muda wako sana mtazamaji wangu, na kuomba utazame hii video ya William Ruto akiwa upande wa Dagoretti, vile amezidi kuwapea more promises na mambo mengi, halafu tuendelee kuzungumza zaidi. Sikizeni, ndani ya miezi 5, 5 months, mimi nitarudi hapa Dagoretti Mtuine kufungua hiyo hospitali ikiwa imekamilika. Tunaelewana jameni? Si mnataka tujenge hii Dagoretti? Si mlinipatia uwezo wa kufanya kazi? Hiyo ndio kazi mimi nimekuja kufanya hapa leo. Ya tatu, mimi nimekuja pia hapa PC Kinyanjui. Nyinyi mnajua vijana wetu wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Na njia ya kupatia vijana wetu ajira ni kuhakikisha ya kwamba wako na ujuzi na taaluma mbalimbali, ndio waweze kuchangia katika kuendesha taifa letu la Kenya. Sababu hiyo nimekuja hapa PC Kinyanjui nikasema tuipanue, ndio vijana wengi wa Dagoretti, hii Dagoretti South, wapate nafasi ya kusoma hapa PC Kinyanjui. Na huyu KJ nimemuongeza milioni 30 ya kupanua Technical Training College ya PC Kinyanjui, ndio vijana zaidi wa Dagoretti waende pale wapate elimu, wapate ufundi, wapate taaluma zingine, ndio wasaidie kujenga Nairobi na Kenya. Tumekubaliana jameni? Vile vile tumekubaliana ya kwamba pale kwa PC Kinyanjui vijana wa hapa
pia watapatiwa nafasi ya kujifundisha mambo ya digital jobs, ndio tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Dagoretti hoye! Dagoretti hoye! Mimi niliwaambia ya kwamba mbali na soko ambayo inajengwa na county pale Mtwini, leo hapa nimekuja kuanzisha soko ya milioni 350 ya watu wa hapa Dagoretti, ili kina mama na vijana wanaofanya biashara wafanye biashara mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima, mahali kuna storage, mahali kuna cold room, ili tuhakikisha kwamba biashara yenu inasonga mbele. Lakini nataka mnisikize wangwana wa Dagoretti, lakini nimeona hii shamba haiwezi kutosha peke yake tujenge ile soko. Mimi nimeamurisha Bwana Hinga yuko hapa na Alice Wahome yuko hapa, kwamba hapa kwa hii kiwanja tujenge nyumba zingine 500 kwa affordable housing, ili vijana wa hapa wapate ajira na watu wa hapa wapate mahali ya kuishi. Ile inaitwa haji. Kama vile nimekuwa nikikwambia kwa muda mrefu, William Samoei Ruto, jambo ambalo anafaa kulifanya sasa hivi sio kuendelea kupeana more promises. Jambo ambalo anazidi kuwa anafaa kuwa anafanya sasa hivi ni kuwaambia Wakenya, nimefanya hii, nimefanya hile, nimefanya hii. Akienda Dagoretti anawaambia, sikizeni watu wa Dagoretti, wakati mlionichagua niliwaambia nitawafanyia hivi na hivi na hivi na hivi. As we speak, nimeanza, niko katikati, nimemaliza ama nimeanzisha. Si kwamba nitaanzisha na miaka 2, miaka 3 almost inaisha. Sasa utaanzisha lini, ufanye lini, umalize lini? So angekuwa anaenda mahali kama Mathare anawaambia, sikizeni watu wa Mathare, wakati nikiwaomba kura niliwaambia kwamba hii nitatengeneza, niliwaambia kwamba hii nitatengeneza. As we speak nimeianzisha, iko katikati, inaendelea kujengwa. As we speak nimeianzisha, iko almost kukamilika. As we speak nimeianzisha, iko kwa msingi, inaendelea kujengwa. Lakini si kuwaambia eti nimekubaliana sijui na nani, by next 2 months, by next week itakuwa imeanza. Watu sasa hivi wanataka kusikia umefanya nini kama hiyo miaka 3 ambayo umekuwa kwa ofisi. Hii imefanywa na Ruto, hii imefanywa na Ruto, hii imefanywa na Ruto, hii imefanywa na Ruto. Lakini sio kusikia kwamba nitafanya na miaka imebaki 2. Na sisi wote ni wa Kenya. Sisi kama wewe ni mfuatiliaji wa siasa, unajua kwamba hii miaka 2 ambayo imebaki inakuanga ni miaka ya kupiga kampeni. Hakuna miaka ya eti kufanya maendeleo hapo. Hiyo itakuwa ni miaka ya kampeni. Nairobi, baada ya ziara ya Nairobi huko Kisumu, baada ya ziara ya Kisumu huko Mandela, baada ya hiyo huko Nairobi tena, baada ya huko Mombasa, hakuna nafasi ya kufanya kazi tena. Nafasi ya kufanya kazi ni hii miaka 3 ambayo tayari inakuja kuisha mwezi wa 8, mwezi wa 9. Ndio miaka 3 itaisha bila kazi yote kuweza kufanyika. So, sijui na maoni gani mtazamaji wangu? Ningependa nisikie maoni yako chini katika sehemu ya comment section. Lakini pia usisahau kujiunga na familia ya J-Tan Media Kenya kwa kuweza kusubscribe na kutana notification bell tukirejea video kama hiyo kwanza kuweza kuipokea. Usiende mbali, nitarejea hivi punde tu na mengi zaidi. Kwa sasa, bye.